usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa niaba ya Baraza la Ulama Taifa lililokaa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2026, nachukua fursa hii niwafikishie habari ambazo tungependa ziwafikie Waislamu wote, mashekhe wote, viongozi wote wa dini na taasisi mbalimbali za kidini hapa nchini, pia na kwa wananchi na wazalendo wa Tanzania na jamii kwa ujumla. Ndugu zangu wanahabari, hivi karibuni katika mitandao ya kijamii umeibuka kauli nyingi za kumtukana na kumkashifu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kukashifu Uislamu na kukibeza kitabu kitukufu cha Qur'ani. Tumekuwa tukifuatilia kauli na matamko mbalimbali yaliyokuwa yanajitokeza, tukaona tuwasihi Waislamu na jamii kwa ujumla wasiingie kujibizana, kwa sababu hao ni watu wachokozi wanaotaka kuingiza fitna ili tugombane, ili tuvurugane na watu wa dini zingine. Tumeishi kama inavyojulikana kwa muda mrefu sana, hatujawahi kugombana kwa misingi ya dini. Tumekuwa tukiishi pamoja kwa kuheshimiana na kulinda maslahi ya jamii zetu tunazoziongoza, kwa maslahi ya dini zetu na maslahi ya nchi na taifa kwa ujumla. Ndugu wanahabari, tunaamini kuwa wanaofanya hayo sio Wakristo wala watu wa dini nyingine yoyote. Tunaamini watu hao wana nia mbovu ya kutuchonganisha ili tugombane na kutia mtafaruku kati yetu na kati ya watu wa dini nyingine na jamii kwa ujumla. Tunawanasihi Waislamu wote, mashekhe, wanawazuoni, maustadhi, maimamu, waalimu na waalimu wa madarisi na viongozi wote wa kidini na jamii kwa ujumla kuwapuuza watu hao, na tusikubali kuchokozwa na tukakubali kuchokozeka, bali tuishi kwa upendo, kuvumiliana, kustahamiliana, kuamiliana kwa wema na kuendelea kulinda umoja wetu wa kitaifa uliodumu kwa muda mrefu. Napenda kuwakumbusha Waislamu na jamii kwa ujumla kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na watu wasiokuwa Waislamu kwa wema na aliamiliana nao kwa wema vile vile. Na wasisitiza kuheshimiana na kudumisha kujenga upendo na kuvumiliana. Mwisho, nachukua nafasi hii pia kuwataka Waislamu na jamii kwa ujumla kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya serikali juu ya magonjwa yaliyotangazwa na serikali, ambayo ni kipindupindu, uviko 19 au COVID-19, homa ya ini na denguo. Na watakia Waislamu wote ufungo mwema wa mwezi wa Ramadhani. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.